Unajua Biblia inasema chuma unoa chuma. The Bible says that iron sharpens iron. Kwa hiyo tunataka tuende mbinguni. Therefore we want to go to heaven. Haina haja tuwe na makanisa. There is no need for us to alafu tukose mbingu. and lose the heavens. Hii mbingu inaenda watakatifu. This heaven is for the holy ones. Ni lazima tutembee katika utaua na utakatifu. We have to walk in holiness and righteousness. Hakuna kujidanganya. There's no way. Hakuna shortcuts. There's no shortcut about it. Lazima watakatifu We have ndio watakaoingia mbinguni. Haijalishi miaka mingi ya huduma, haijalishi kuitwa bishop, haijalishi kuitwa nani, lakini lazima tutembee na utakatifu, kwa sababu Yesu anarudi kuchukua kanisa takatifu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Haina haja kupoteza wakati. There's no way of tunaitwa watumishi na tunatembea kinyume na mapenzi ya Mungu. And we are walking not in the will of God. Hii mbingu this heaven sio ya babu yetu, it's not for our grandfather, sio shangazi yetu, it's not for your auntie, lakini ni ya Mungu mtakatifu, na watakatifu ndio watakaoingia. Kwa hiyo Mungu atusaidie tutembee kwa utaua, tutembee kwa utakatifu, maana Yesu hivi karibuni anakuja. He is coming to take the church. Praise the Lord. Mungu angalii nimetumika miaka mingi. God does not look at how long you've served. Wala watu wananionaje. Or how people look perceive you. But God looks at the true worshipper. Anaabudu katika roho. Is the one who worships the spirit na kweli. And in truth. Lazima there must be truth. Iwe ndani yetu. Truth must be in us. Kweli. If truth departs, hakuna mbingu tutaiona. There's no heaven we shall see. Praise the Lord. Nataka tujifunze siku ya leo. I want us to learn something today. Maisha ni safari. That life is a journey. Maisha ni safari. Life is a journey. Kila mmoja, every one of us, alipozaliwa, when you were born, ulianza safari. You began a journey. Na wakati ambapo unapoanza safari, at the moment when you commence that journey, siku ya kwanza mtoto anapozaliwa, the first day when a child is given birth or given, ukienda mahali wanazaa watoto, when you go to a maternity area, utapata watoto wanalia. You'll find children crying. Kila mtoto analia. Every child is crying. Na wakati mtoto hali, and the moment a child is not crying, nasi ambaye amekuzalisha, the nurse that has been taking care of you, anamwekaga kichwa chini, will always put that child anashika upside down, miguu yake hivi, and hold the leg alafu up, anamchapa, and then beats that child. Anataka alie. Because they want that child to kama cry. hali, if she doesn't cry, ni kana kwamba uhai hauko ndani yake. It means that there is no life in that child. Kwa hiyo unapochunguza sana, and therefore when you try to check, unaweza kujifikiria, you might think, mbona hawaachi huyu mtoto? Why not they living kwa this nini child? alie? Why should that child cry? Kumbe maisha, instead life, ni kilio. It's a cry. Unapoingia duniani, when you get into the world, lazima ulie. You have to cry. Kwa hiyo mtoto anapotoka kwenye damu nyingi, so when a child is getting amezungukwa na damu na maji, surrounded with water and blood, anakaa akiwa salama mle ndani, he stays peaceful in that haoni place, chochote, doesn't see anything, lakini anapotoka but tu, the moment gets out, lazima alie. He must cry. Kwa nini alie? Why should kwa sababu ameianza safari. Why? Because the journey has begun. Maisha tunayoyaishi, the life we live today, ni safari. Is a journey. Na hii safari, and this journey, sio ya siku moja, is not for one day, sio ya siku mbili, wala sio ya mwaka mmoja. or even 1 year. Siku zote unazoishi, but every day chini ya jua, uko safari. You are on a journey. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Uko safari. You are in a journey. Na hii safari, and this journey, wakati mwingi katika maisha, many times in life, mwanzo inaweza kuwa rahisi. The beginning might be easy. Kwa sababu unapomtazama mtoto, because when you look at a child, anapozaliwa, when he's born, ingawaje analia, although he's crying, lakini atakutana wamemtayarishia nguo, but you'll meet that they have prepared a good cloth, kuna kitanda kizuri, there's a good bed, kuna mavazi mazuri, there are good clothing, ambayo wanamtayarishia, that they prepare. Kwa hiyo huyu mtoto,
mtoto And this child, hata kama analia, even if he's crying, lakini atashikwa but will vizuri, be held well. watambembeleza. They will take care of that Akilia child. kidogo, When he cries a mama little, anatafuta ziwa the child looks, ili the aweze mother looks for the kumnyonyesha. milk so that it Kwa hiyo gives to her. maisha yanakuwa Therefore, rahisi. life becomes so easy. Maisha ingawaje alianza kwa Even kilio, though it began by a lakini cry, maisha kwake but life to that ni child rahisi. is so easy. Lakini vile anavyoendelea But as he kukomaa, continue to vile mature, anavyoendelea kukua, when he continue to ndivyo grow, hivyo mama anaanza kumwacha. and so the mother begins to Alikuwa withdraw, ananyonya, where he was lakini breastfeeding, anaachwa but he's left. kwa sababu ameanza kuwa mtu Why? mzima. Because he's becoming mature. Safari yake inakuwa sasa, And the journey now, lazima awe he makini has to have the katika brain hiyo in safari. this journey. Kwa hiyo anaachwa, And therefore he's na left, akiachwa, that when he's left, hata even when he wakati cries, mwingine wanamchapa, sometimes he's kwa sababu beaten. maisha ni And therefore safari. life is a journey. Anza kwa It kubembelezwa, was begun with a alianza kwa company. kuwekwa karibu, It was being lakini close. mwisho But then anaanza kuwekwa pembeni, He's now being anaanza separated. kuchapwa, He's being beaten now. anaanza kuoneshwa He's sasa, being now shown lazima uwe mtu mzima, that you have to mature up. lazima uendelee, You have to continue. hautaendelea You will not kupakatwa. continue to be Si kila siku ubebwe, every time to si be kila carried. siku Not every ubembelezwe. time to Kwa hiyo be maisha, And therefore life, tunapoanza maisha, when you begin life, tunaweza kuanza you kwa can salama, begin in an easy way. tunaweza anza kwa You kucheka, can begin with the laughter. tunaweza anza kwa You kubembelezwa, can begin with the lakini comfort. siku baada ya siku, Day after day, Mungu anaruhusu katika God safari allows in this maisha journey yako that your life yawe maisha yako becomes binafsi sasa. now an individual life. Ana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo hatuhitaji watoto And therefore you don't need children wa kubembeleza, to be pampered every time. kwa sababu unapobembeleza Because when people pamper you around, haukuagi, you will never mature up. lazima uachiliwe, You have to be left na alone. kuachiliwa And being left, kuna kuanguka, there is always falling kuna kusimama, and rising. kuna kuanguka, When you fall, kuna kusimama, there is rising. lakini mwishowe But at the end, simama you will rise na unaendelea, and you will kwa sababu continue. maisha Because life ni safari. is a journey. Tasoma katika kitabu cha Ayubu, We shall read from the book of Job, Ayubu 42 Job chapter 42, na mstari wake wa 5. Job 42 verse 5. And the Bible says this, verse 5. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Nilikuwa nimesikia habari zako. I had the next verse 6, verse 5. Nilikuwa nimesikia habari zako kwa kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu linakuona. Amen. Tukae. May we be seated. Nilikuwa nasikia kwa masikio yangu, I have heard of you by my hearing, lakini sasa but now jicho langu my eye limekuona. can see you now. Nataka kukwambia maisha ni I safari, want to tell you that life is a journey. na imani ya kumjua Mungu And the faith of knowing God ni safari. is a journey. Hauwezi kumjua Mungu kwa siku moja. You cannot know God in one day. Hauwezi kumjua Mungu kwa miaka You 5. cannot know God in 5 years. Ni safari. It is a whole journey. Ni safari. It's a journey. Tunapotembea When we walk siku baada ya siku, day after day, tunaendelea kumjua we Mungu. continue to know God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Kuna Jesus. mtu anaweza kujipiga There's kifua, someone who can boast anasema mimi namjua and Mungu say that I know sana. God more than you. Lakini kama unamjua Mungu But sana, if you know God, unaweza jua hata mwenye yuko pembeni you yako. can now know whoever is Kama seated beside umjui you. aliyo karibu yako, If you don't know your yeye neighbor, ni nani? who is that person? Kumjua Mungu Knowing God ni safari. is a whole journey. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tumesoma habari za Ayubu. We are reading about the news of Hiki Job. kitabu cha Ayubu ni cha miaka mingi sana. The book of Job is Huyu a long mwanaume years old. Ayubu ni Mwarabu. This man Job is an Ni Arab. kitabu cha kale It's sana. a historic book. Lakini huyu Ayubu But this Job, alipoanza maisha yake, when he began his life,
Maisha ya Ayubu yalikuwa maisha mazuri. The life of Job was an interesting life. Alikuwa na mke, He had a wife, alikuwa na watoto, he had children, alikuwa na mifugo, he had even livestock, alikuwa na manyumba, he had houses, alikuwa na marafiki, he had friends, alikuwa na heshima. he had all Kwa the hiyo honor. mwanzo wa Ayubu And therefore the beginning ulikuwa of Job mwanzo wa kicheko. was a good beginning. Mwanzo wa The Ayubu beginning of Job, ulikuwa na tumaini. it was full of hope. Kama vile unavyoanza wewe, The way you begin, unaweza kuanza you ndoa can begin a kwa kuvaa marriage gauni jeupe na huku unapiga makofi and here ukijua you're clapping mambo ni and rahisi. knowing things are Lakini easy. katika hii But in safari this journey, kitu ambacho kinanishangaza, whatever that unaweza confuses kuona me, mwanzo, you can have a lakini beginning, katikati Mungu but akuoneshaje. in between God does not Anaweza show you. kukuonesha mwisho, He can show you the end. anakuonesha kuna taji, And show you there is a lakini crown. hapa But katikati in between, hakuoneshaji he doesn't show chochote. you anything. Hapa katikati In between here, haujui ni nini you don't know iliyo. what you're going Ndio to meet. maana mwimbaji And that's why a anaimba, singer says, mbele yangu pita, that before me maana go, sijui mbele yangu kuna because I nini. don't know what else is Sijui waiting for me. kuna nini. I don't know what Kwa awaits hiyo for me. Ayubu And therefore Job, anaanza na maisha he mazuri, begins a good life. akizunguka huku And here we anaona vijana wanamzunguka, he looks at children akizunguka surrounding him. huku When he looks around, anaona watoto wasichana he sees the wanamzunguka, God. akizunguka huku When he looks around, anaona mali iko kila he sees there mahali. is all Kwa life hiyo all maisha over. And therefore life, yakawa maisha it mazuri, was such a good life. lakini Ayubu But Job, hakujua ya he kuwa didn't know katika safari that hii in this journey, kuna kona nyingi there are so many ambayo corners msafiri that you anapitia. have to go through Kuna them. kona unayoipitia There is a corner you go inaweza through. kuwa salama, Maybe it is lakini so kuna good. kona There nyingine is another corner ambayo unaweza kupita that you go through it. ukajipata And you umejikwaruza. find yourself that you're bruising Kwa hiyo yourself. Ayubu And therefore Job anafurahi. is so happy. Alafu kitu cha ajabu, And another thing that is so Mungu marvelous, anamwita and God calls him, mwaminifu. that is such a faithful person. Mwaminifu, Faithful. sio mpagani, He is not a lakini heathen, Mungu but God, anajivunia Ayubu. he is boasting about Hata siku Job. moja He says one day, shetani akitembea tembea, Satan was hovering around, Mungu anamuuliza unatoka wapi? and he's asking, Anaambia "Where did you come nazunguruka from?" zunguruka tu. And I'm just roaming Alafu around. Mungu mwenyewe And then God himself anaambia umemwona is Ayubu? asking, Kwa hiyo my Mungu servant, and they are gone. anajivunia Ayubu, He is boasting about God. anajivunia He is Ayubu. boasting Kwa hiyo about God. shetani anamwambia For Satan tells him, nilimwona, I saw him, lakini but anakuabudu that is kwa worship sababu iko na kila kitu. because he has everything. Alafu Mungu And then God, ndo anampeana Ayubu, he gives, sio shetani alianza, not Satan lakini beginning it, Mungu but God, ndo anampeana he gives him kwa shetani. to Satan. Anaambia nenda, And therefore he tells him, go to nenda him, kamjaribu vile go unataka, and tempt lakini him, moyo wake tu but his ndo heart, usiguse. touch it. Ayubu And Job, anaanza He begins- anaanza safari he nzuri, begins a new journey. alianza kwa furaha. He began with all. Jua wakati mtu anapoanza When safari someone begins a journey, anaaga watu, he always say bye anawaambia to people. kwaheri, He tells them bye. anakwambia naenda ng'ambo, I am going maybe abroad. naenda kuolewa, I am going to be married. naenda kufanya I am biashara, going to begin a business. naenda kufanya I am hiki. going to do that. Mwanzo At the beginning, unakuaga mzuri, it's good beginning. mwanzo At the beginning, inakuaga na tumaini, it's always hopeful. mwanzo At the beginning, unachekaga you sana, always laugh. mwanzo At the beginning, unaweza kudharau you watu, can't even look down upon people. At the mwanzo beginning, unaweza kujipiga you kifua, can boast. lakini maisha But life ni safari, is a journey. safari, It's a journey. ni safari. It's a journey. Ayubu Job, akikaa kwake, while he's seated in his house, mkamilifu na mwenye haki, very righteous and faithful. alienda kawatolea watoto wake hata dhabihu mbele za Mungu. He used even to sacrifice for his children a sacrifice to God. Alimjua Mungu He vizuri, knew God fully alitembea na Mungu, and he walked with God. lakini akiwa amekaa, But while he's seated, kunatokea mtu came someone anamwambia hivi, and he tells him, tulikuwa tunafuga, behold, we were taking care of the livestock, lakini ghafla but suddenly kila mifugo every livestock na watumishi wote and together with the servants, wameuawa. all of them are dead. Ni mimi tu
I am the only one nimepona who has survived. na nimekuja kukuletea. And I have come to bring you news. Ayubu anajitia nguvu. And Job tells himself, Anaendelea katika hiyo safari. and he continues in this Lakini journey. akipiga kona, But while he's another corner, mwingine anatokea. another one comes. Naambia wana wako Tells him, walikuwa mahali. your children were somewhere, Na hawa wana wako and your children, pepo litokea there came a na wind, wote wamefariki. and all of them are dead. Mimi tu I am the only one nimekuja who kukuletea. has come to bring you news. Akikaa While chini, he's sitting now down, anakaa na he jitazama. sits and looks around. Kwa dakika au kwa masaa, In few hours vitu time, vyote everything alivyokuwa he ever navyo had, vimepotea. everything is gone. Na huku anaitwa And mwaminifu. here is called faithful. Nilizani kuwa I mwaminifu thought being faithful, hakuna jambo linaweza there is kukutokea. nothing that can come Mwimbaji over you. mmoja anaimba Look anasema, at a singer kwa saying Yesu kuna tambarare. that to Jesus Sijui is alipata plain. ufunuo gani kusema kwa I Yesu don't kuna know what tambarare. revelation he had Lakini to say that mimi it's nasema such, but I want to kwa say, Yesu hakuna tambarare. Jesus, there is Kuna no flat milima na areas. mabonde. There is ups and Hata downs. yeye mwenyewe anasema Even himself he says, duniani kuna that in the ziki. world there is- Wakati there is mwingi trouble. katika maisha, And so many people hata in this kama world, uko ndani ya Yesu, if you are in Jesus, mapito ni sehemu ya maisha temptations yetu. are part of your life. Mapito ni sehemu ya maisha yetu. Temptations are part of your life. Sasa huyu And mwimbaji therefore this singer, simuelewi vizuri. I don't know what I don't understand this. Simuelewi I vizuri. don't understand it. Kwa sababu Yesu anaambia Because wanafunzi, Jesus tells the disciples, yeye Yesu mwenyewe that Jesus anaambia himself, na tuvuke twende he tells, ngambo. let us cross over the other Wanafunzi side. wanaenda, And the disciples lakini go. ghafla katikati But ya suddenly in ya between- bahari in between mawimbi yanakipiga chombo. There came a whole Kumbe crowd. hata unaweza kuwa na Yesu kwenye chombo, Even if you had Jesus lakini in this- chombo in this- kikapigwa. but Lakini mchana wa leo but nataka this- kukuambia, tell you, licha mawimbi, licha majaribu, even licha temptation, vita, even kuna the war, Yesu there is unapomwamsha that when you raise him up, anatulizaga He mawimbi, will always, anatulizaga he will mawimbi. always come. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Praise asifiwe. the Lord. Pamoja na miiba, pamoja na taabu, Together with the problems, pamoja na ziki, together with death, pamoja na machozi together with the cries ambayo and tears. tunalia leo, They want lakini to tell neno you, inaniambia but the word tells siku me, moja one day, Bwana atatupangusa machozi, God will wipe your machozi tears. tunayoalia, The tears that we cry. machozi tunayotoka. The tears that we Wakati see. mwingine makamasi Sometimes yanatoka, even they are watu coming out. wanapokutazama When people look at you, wanakutamani, they lakini admire you, hawajui but they don't know. unakuaga na sehemu moja There is a point unaliaga kila that you siku, cry every day. lakini neno inaniambia But in him you tell yourself atatupangusa that he will machozi, wipe your tears. atatupangusa He will wipe machozi. our tears. Heri wanaolia Better leo, those who cry maana today, Bwana because atawapangusa God will machozi. wipe their tears. Bwana atawapangusa God will machozi. wipe their Jipe tears. moyo katika Kristo, Encourage yourself in jipe moyo Christ. katika Kristo. Hope in Hata Christ. kama unalia leo, Even if you're crying kesho today, utacheka, tomorrow you'll kesho laugh. utacheka. Tomorrow you'll have joy. Kwa hiyo Ayubu And therefore Job, anaendelea na safari, he continues his journey. anaendelea na safari, He continues to lakini journey. katika safari yake But in this journey, vitu vyote anabakia na mke. everything he had is lost and is remained with the Alizani kama wife. huyu mke And he said that this wife atakuwa faraja, will be my hope. alizani huyu mke He thought this wife atamshika mkono. will hold his hand. Acha nikwambie, Let me tell you, usimtumainie mtu, do not mtumainie Mungu. trust in Juu man, yule but trust in God. unayemtumainia Because the one you trust atakushangaza na one time kwambia, will surprise you. atakushangaza One day will siku surprise you. moja, atakushangaza. One day will Ayubu alizani Job thought huyu mtu that this yuko person karibu ya kifua that is changu, so close to my huyu chest, mtu ananielewa, this person huyu understands me. mtu This nilimpenda kwa moyo is the wote, one I love so much. tumekula na yeye, We have dined with, tumecheka na we yeye, have laughed with, tumefurahi na we yeye, have been happy tumezaa together, pamoja na we haven't yeye. given Kwa hiyo birth wakati together. wa taabu Even in the time of atanishika trouble, mkono, he will hold lakini my hand. ghafla But suddenly, mwanamke the wife anamwambia Ayubu, tells him, Job, sikiliza, look at me. imezidi sasa, It is now beyond me. imezidi. It is now beyond me. Naona sina haja na wewe, I see that I've nothing for you. sababu Because mateso yamekuwa mengi.
The troubles are too much. Sababu baada ya vitu vyote kupotea, Because after everything is lost, Shetani akagusa mwili wa Ayubu. Satan touched his body. Akaweka majipu And he put sores mwili wake wote mzima. on the entire body of Job. Na huku ni mwaminifu. And here is a faithful man. Mbingu inamuita ni mwaminifu. The heavens are calling him faithful. Lakini mwili But the body unatoka mausaa. is full of sores. Mwili unatoka bivimbe. Is full of Biblia inasema ya kuwa the Bible says alikuwa naenda anajitupa kwenye majivu. he could go and at least imsaidie. So that he can feel better. Kwa sababu mwili Because the body umejaa bivimbe. is full of Sijui sores. kama ushapata jipu. I don't know if you've ever had jipu inakuaga mbaya sana. A boil is such a bad painful Ikikushika thing. hapa pote panauma. If it gets hold of you somewhere, ikishika mguu manake mguu wote no. If it's on the maybe on the foot, it's na the whole wakati ambao nataka kupasuka ndio inakuwa mbaya sana. Release itself is so painful. Uchungu sana. Is the most painful lakini time. Huyu ambaye anaitwa mwaminifu hakuwa na jipu moja. Lakini alikuwa na majipu mwili mzima. But he had the boils all over his body. Mwili mzima. Kwa hiyo alikuwa na uchungu kila. And therefore it was full of pain. Alikuwa na uchungu kila. It was pain all over. Alafu mke wake anamwangalia. Anamwambia mkufuru. Tells him that forsake God ufe and die. Kwa hiyo hakuwa na haja na yeye. And therefore she never had anything for him. Hakuwa na haja na yeye. There was nothing for him in her heart. Kwa sababu alimwambia, because she told him, mkufuru Mungu, that forsake God, ufe, so that you die. Sina haja na wewe. I have nothing for you. Sina haja ya hiki kitu. I don't need you anymore. Safari ilianza salama. This journey began so well. Safari ilianza vizuri. The journey began well. Lakini katikati ya safari, but in between the journey, yule alikuwa anamuita Sheri, the one he called my beloved, my lover, anamwambia mkufuru Mungu, tells him that forsake God, ufe, so that you die. Lakini Ayubu anamwambia, and Job tells her, wewe ni kama vile mwanamke mpumbavu, you are like a foolish woman, usieleweka, that you are not understood. Mbona huoni mema yote ambayo, because you cannot see any good that the Lord has done. Lakini leo, but today, unasema mkufuru Mungu. You say God, maisha, life, maisha ni safari. Life is a journey. Wakati mwingi katika maisha, many times in life, tunapotembea katika safari hii, when we walk in this journey, acha kufungua mdomo wako, don't open up your mouth, kupiga watu vita, to begin fighting people. Kwa sababu hii safari, because in this, inakuwaga na kila mahali kuna stage yake. There is always a stage in every place. Kuna stage ambayo wewe umefika, there's a stage where you have arrived, unaweza kucheka, you can laugh. Lakini kuna stage mwenzako akafika, ile stage ni ya machozi katika maisha yake. Kwa hiyo funga mdomo, nyamaza, kwa sababu yuko kwenye ile kipindi cha machozi. Wewe pita tu na ile kucheka yako na furaha yako, lakini usiwapige watu vita, kwa sababu hii maisha ni safari. Hii maisha kuna mahali ambapo utafika na wewe utalia tu. Kuna chini ya jua kwa kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, kuna siku ya giza katika maisha yake. Kama giza hujaipata, jua kesho utaipata. Na katika hiyo giza tunamhitaji Masia, tunamhitaji Yesu, maana yeye ni nuru, yeye ni kweli na uzima. Kwa tunapotembea kwa hiyo giza, tunamhitaji Mungu. We need God. Kwa hiyo tunapotembea safari, as we journey, acha kucheka mwenzako. Don't laugh at other people. Kama wewe umesimama, if you are standing, alianguka chini, the one who is down, muombe. Pray for that person. Muombe. Pray for that Nenda person. kamuonye. Go and alafu mshike mkono. And then hold the hand. Yawezekana una nguvu ya kutembea, mvute tu. But just drag it. Katika maisha haya, kuna wengi wamejeruhiwa safarini. So many people have been kuna wengine wamepigwa na shetani. So many people have been beaten by Satan. Wamepata majeraha. Wanashindwa hata kutembea. Lakini wewe uliyesimama, shika mtu. Mwambie twende. Sitakuacha. Askari mzuri haachi mwenzake
anamvutaga tu. Anamwambia najua mguu umekatika, lakini sitakuacha hapa. Acha tuendelee. Mpendwa, acha kuongea watu. Do not laugh at people. Maisha, life is a journey. Kuna wengine walianza, there are people who began wakiwa kwa ndoa, while the marriage, walizani ya kuwa and they thought ndoa itakuwa sawa, that a marriage will be a good place. Lakini katikati ya njia, in between here, divorce ikatokea. A divorce arose. Funga mdomo. Just close your mouth. Kwa sababu hujui, because you don't know kilichompata katika safari. Whatever found that person in this journey, you don't know. Alichopitia, whatever he went through, hujui, you don't know. Yale anaona, whatever he saw. Kwa hiyo nyamaza. Therefore shut up. Kama unaweza, if you made it, mtie moyo. Just be hopeful. Mtie nguvu katika encourage that safari. person in this journey. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Maisha, life. Uko kwenye kazi leo, you are in a job somewhere. Mwingine hana kazi. Another one doesn't have. Usimcheke. Don't laugh at them. Kwa sababu hayuko kwenye kazi. Because they are not working. Yuko safari. He's on a journey. Hasimami. He's not standing. Anaendelea. He's continuing. Atakutana na kazi yake. He will meet his job somewhere. Kwa hiyo, because kuwa najua kushika watu. Therefore know how to hold wakati people. Mungu amekubariki, when God has blessed you, Mungu amekuinua, God has lifted you, bariki wengine. Also bless others. Kwa sababu unapofanya hivyo, because when you do that, siku moja, one day, watu watakumbuka hiyo wewe. people will remember that goodness. Wakati utakuwa kwenye hali ambayo wewe hauko sawa, when you will be in a state or that watu watakushika mkono. People will hold your hand. Usidharau mtu. Don't look down upon someone. Usidharau mtu. Don't look down upon people. Hata yule anakusaidia kwa nyumba yako, even those who are helping in your house, usimdharau. Do not look down upon them. Unajua kuna watu, because there are people, hawajui maisha ni safari. They don't know that life is a journey. Usijaribu kudharau mtu. Hata yule anayekukoropea, anayeosha nyumba yako, muheshimu. Mpatie pesa zake. Give them their money. Ulipe pesa zake. Pay them. Usibakie na pesa ya mtu kwa sababu una uwezo. Siku moja huyu unayemdharau atakuwa faraja na baraka katika maisha yako. Kwa sababu maisha ni safari. Maisha life is a journey. Kama mtu hajakufa, if someone has not kuna tumaini juu ya maisha. There is hope in their, kuna tumaini juu ya maisha. There is hope. Kwa hiyo katika safari hii, journey, Ayubu, Job, mke wake, the wife, anamwambia mkufuru Mungu mwache. That forsake God and die. Haikubakia hapo. It didn't just leave it there. Siku ya giza ya Ayubu, in the time of darkness katika of Job, maisha yake, in his life, marafiki waliokuwa wazuri, friends who were so good, ambao walitembea na Ayubu, the ones that walked with walijivuna na Ayubu, the one who boasted with him, lakini wakaanza kukaa chini, they began sitting down na kumsengenya Ayubu, and to begin talking about him, gossiping about him, kwa sababu yeye ni mwenye dhambi. All this is getting is because he's a sinner. Siku ya giza, in the time of darkness, hata rafiki yako, even your friend, anakukimbia. He will forsake you. Unaona marafiki uko nao leo? So the friends you have today, haujaingia kwenye giza. You've not got into a darkest point. Utajua rafiki wa kweli, you'll know your true friend wakati uko kwa giza. In the time when you are in darkness. Marafiki, the friends ambao tuko nao, that we have today, ni wakati tunakula ugali pamoja nao. Is the time when you are eating together. Wakati tunacheka nao. The time when you are laughing together. Wakati tunaenda kununua nyama choma. In the time when we are having nyama choma together. Utajiona kama umezungukwa. You will see that you are being surrounded. Lakini ingia kwenye giza. But get into darkness. Ndio hapo utajielewa. Is when you will understand kitu cha ajabu. The funniest thing. Wakati wa giza. In the time of hata kivuli chako kinakukimbia. Even your shade will run away from you. Hata kivuli chako kinakimbia. Even your shade will run away from kwa sababu ni wakati wa giza. Because in the time of kwa hiyo marafiki, and therefore friends, wakamkimbia. They ran away from him. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Sijali na marafiki. Lakini kuna rafiki wa kweli. Because there is a friend that is true. Ambaye ni Yesu. That is Jesus. Huyu rafiki, this friend, hawezi kukuacha. Can never forsake you. Huyu rafiki, this friend, hawezi kukusengenya. Can never gossip you. Huyu rafiki, this friend, atakushika mkono katika maisha yako. In your life. Rafiki wa kweli ni Yesu peke yake. Marafiki tunaowategemea wanatupenda wakati tuko sawa, lakini wakati hatuko sawa wanatucheka, wanatudharau, wanatusengenya. Rafiki wa kweli anaitwa Yesu. Anaitwa Yesu. Huyo ndio rafiki wa kweli ambaye
anakukumbatiaga. That always will hold wakati you unatoka harufu. in the time when you are smelling. Watu wote wanakukataa. Everyone is rejecting Lakini you. yeye anakukumbatia. But he will always put you in Rafiki his wa kweli ambaye ni Yesu. That is Jesus. Chana na marafiki. Ajaza simu marafiki 300, 500. You're having 300 friends. Na unakaa chini unajisifu. And you sit down, you're boasting. Unajipigia makofi. You are clapping. Unashindwa kusoma Biblia. You don't know how to read the Bible. Unaangalia message. Every time you're looking. Na kila saa unarudishia. Every time you're unarudishia. Mpaka saa 8 za usiku. Even in the midnight. Uko na rafiki huyu. You have that uko na rafiki friend. huyu. You have that friend. Uko na huyu rafiki. You have that friend. Achana na hiyo upuuzi. Leave alone that nonsense. Achana na hiyo upuuzi. That is nonsense. Tafuta Mungu. Find huyo ndio rafiki wa kweli. That's the true friend. Huyo ndio rafiki. That's the true friend. Tunapotembea katika safari hii, walk in this journey, tunamhitaji rafiki Yesu. We need the friend ambaye hawezi kukuacha. That can never forsake you. Hata wakati mzito. Even the time that is so heavy. Rafiki anaweza kukuzunguruka, akakaa karibu na wewe, lakini hata kusaidia. Tunaye rafiki anayechunga uzima wetu, anaitwa Yesu. Anaitwa Yesu. Achana na hiyo mchezo. Nasema wao marafiki hawako. Katika safari, in this journey, tunapokutana na magumu na mateso, when we meet troubles and temptations, Ayubu, I love Job. I love Job. Anasema, nilikuja ni uchi. I came naked. Nitarudi nikiwa uchi. When I'm naked. Nilikuja mimi mwenyewe. I came alone. Nitarudi mimi mwenyewe. Go back alone. Anasema kitu ambacho anasema, jina la Bwana libarikiwe katika mateso haya na katika ziki hii. Jina lake libarikiwe. Aliyenipa na ameamua kuchukua. Jina lake libarikiwe. Katika safari tunamhitaji Mungu. Ukikosa mume, jina la Bwana libarikiwe. Ukikosa chakula, jina la Bwana libarikiwe. Warafiki wakikimbia, jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Katika kila jambo, katika kila jambo, jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Haina haja tubebane migongoni. Let us not sina haja ya marafiki. I don't have. Nina haja ya rafiki mmoja anaitwa Yesu. Rafiki anachokaga haraka. Friends get tired so quickly. Rafiki, your friends, akikuona huko sawa, when they see you're not okay, anaendaga na kusengenya. They'll go and gossip around nyuma ya mgongo. Behind you. Akikuona, when they look at you, anacheka. they see you, they begin laughing. Alafu anakupatia and then gives you a hug. Sio kila hug. Not every hug ni ya rafiki. Is from a friend. Kuna hug. There's hugs ambayo mtu anakuja na kupatia ya mbii. Ni ya usaliti. Anakupatia ya mbii. Wewe unacheka, unazania ni yambii ya kweli. Yambii nyingi ni za usaliti. Full of betrayal. Na ndio maana mistaki. That's what I don't want. Kikuangalia na kupatia mkono. When I look at chana na hizo mayambii zako. Hallelujah. Oh. Come on. Ni ya kweli hiyo. That one, is that true? Ni ya kweli. Is it for reality? Si ya kweli. Is it true really? Si ya kweli. It's not true. Praise the Lord. Kwa hiyo Ayubu anasema, therefore Job says, Bwana ametoa. Bwana ametoa na Bwana ametoa. That God has given me and he has taken away. Mahali tunasoma napoenda kumalizia. The place we are reading as I'm going to anasema, he says, nilisikia that I heard kwa masikio, using my ears, lakini sasa but now naona. I can see. Hii safari ya imani that in this sio ya mwaka moja, sio ya miaka mbili. Unaweza kutembea katika safari ya imani ukamfikia Mungu, lakini haujamuona bado. Ayubu alizani alimuona Mungu, akajua naitwa mwenye haki, lakini kumbe alikuwa anasikia tu, lakini alikuwa hajaona Mungu katika maisha yake. Bwana asifiwe. Kuona Mungu. Seeing God. Kuona Mungu. Seeing God. Ili Mungu akuruhusu umuone. For God to allow you to see him. Unapitaga kwa giza. You will always go through darkness. Juu mpate. For you to get. Mtunga Zaburi anasema, the psalmist japo says, pita kati
katikati ya bonde la uvuli wa mauti. Anapopita kwenye bonde hasikii sauti. Anapopita kwenye bonde hakuna faraja ya watu. Kile kilichokuwa karibu yake ni fimbo na gogo ambaye iko karibu yake, na huko kumenyamaza, kimya. Ili ufike mahali ucheke, for you to come to a place to pendwa, being joyous, you have to go through it. Unapitiaka. You have to go through it. Watu wengi, many people, wanaweza kukushauri, they can come and counsel kwa sababu walisikia. Why? Because they heard. Leo tuko na watu wengi, today we have so many people kwenye mitandao yote, all over in the media, watu. They are counseling people. Mwingine atakushauri, some people will counsel you, wewe hukujua ndoa, you never ndio maana wewe uliachika wewe, the marriage, because that's how you've kwa been sababu forsaken. unasikia tu, because you are hearing, haujaona. you've not seen yet. Ayubu alipoanza safari, when Job began this journey, alimsikia Bwana, he heard about God. Lakini angalia sura ya kwanza, but look at chapter 1 mpaka sura ya 42 up to chapter 42. Ndio anasema, he says, nilikuwa nasikia that I used to hear, lakini sasa but now nimekuona. I have seen you. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Maisha ni safari. Life is a journey. Usikae hapa ushauri watu. Don't stay there maybe counseling people. Wewe unji Mungu. You don't know God. Wewe ni bure. Or you are not. Ndio maana ulishindwa. That's why you ndio maana wewe hawezi. That's why you can't make it. Wewe unasikia tu. You just hearing. Ushapitia hiyo. Have you gone through it? Nakutana mtu amekuwa kwa ndoa miaka 5. Someone just 5 years in marriage. Wewe unajipiga kifua. You boasting. Lakini kuna watu wameachwa. But there are people who have been left wakiwa kwenye ndoa in their marriages, miaka 30, even 30 years. Wameoesha. They have been married. Wameachwa. And they have been forsaken. They have been divorced. Wangeanza mwanzo. And at the beginning, wangelaumu watu. They could begin blaming people. Wangesimama kwenye madhabahu. They could stand on the altars. Kuna miaka 20 kwa ndoa. I'm saying 20 na years. Watu wangempigia makofi. And people would clap at them. Ndio maana. That's why. Ayubu anasema, Job says, sijatokea bado, that yet lakini utakaponitengeneza nitatokea. Alafu kitabu cha Agano Jipya inajibu, Paulo anasema, sijafika bado, lakini nakaza mwendo nikuchuchumilia medo ya miguu. Haujafika bado. Katika safari hii hauhitaji kujipiga kifua. Kama jana ulishinda, haujui kesho yake itakuwaje. Kwa hiyo bado tunaenda safari. Na ndio maana Paulo anasema, mimi najua sijafika. Sijafika. Kwa hiyo siwezi jipiga kifua. Na siangalia jana, kwa sababu jana nilishinda. Jana niliomba. Jana walinipigia makofi. Lakini sijafika. Sijafika bado. Sijafika. Nakaza mwendo. Nakaza mwendo. Licha majaribu. Licha vifungo. Licha magonjwa. Licha kukataliwa. Lakini nakaza mwendo. Nakaza mwendo. Sitaki kubakia nyuma. That I don't want to remain behind. I am continuing. That I know in front of me there is a crown for me. Kuna kupanguswa machozi. There is wiping away my tears. The devil will not boast. Sababu nimehubiri miaka 20. Because I've been preaching for 20. Sijafika bado. I'm not yet there. Sijafika. I'm yet not there. Satan. Ambaye unajua shetani. Amewaangusha wafalme. Amewaangusha manabii. Amewaangusha mitume. Leo tunawaona, wakati mwingine tunawahukumu. Lakini hawakujua katika hii safari kuna miiba na michongoma. Kwa hiyo unapopita, pita na kunyamaza kimya. Unapohubiri wanakupigia makofi. Haujafika bado. Yet you're not there. Unapangusha watu. Haujafika bado. Ukitemeza benzi, haujafika bado. Ukivaa mavazi ya juu, haujafika bado. Hatujafika. Kwa sababu tuko safari. Tuko safari. Ina haja ya kuringa. Ina haja ya kiburi. Haya maisha. Don't be boastful. This life. Sisi wengine, some of us, tulianza vizuri. We began so well. Tupangi. We were not maybe in rental houses.
Hatuambiwi tuko refugee. We were not told that you are refugees. Hatuambiwi tuko watu fulani. We were not called names. Lakini kuna siku moja. But one day. Usiku moja. On one night. Kila kitu kilipotea. Everything disappeared. Vitu vyote vilipotea. Everything disappeared. Tukaanza safari. And we began a journey. Na katika hii safari. And in that journey. Ambayo ninaitwa mtu mwingine. That I am called names. Kwenye nchi ya watu. In another nation. Sio safari nilianza siku moja. It's not a journey that I began. Niliingia hapa nikiwa na miaka midogo sana. I got here when I was so young. Leo mimi ni mtu mzima. But today I am mature enough. Life is a journey. Sikujua nitapanga. I never knew that I'll lakini siku moja nyumba ilianguka chini. One day a whole house went down. Leo napanga miaka kwenda miaka rudi. So many years. Maisha. Life is a journey. Safari. It's a journey. Safari. It's a journey. Safari. It's a journey. Kwa hiyo wakati uko kwenye baraka yako. And therefore when you are in your blessings, usizarau. Do not look down upon people. Usizarau watu. Don't look down upon people. Usizarau watu. Don't look down upon people. Usizarau watu. Unapoonekana uko juu saizi. When you are seen that you are so high today, you are lifted. Usizarau. Don't look down upon people. Biblia inasema. Because the Bible says. Angalisho. Be careful. Anayesimama. The one who is standing. Kwa maana anaweza kuanguka. Because you can fall. Mwenye kukaa chini. The one who is seated. Angojoagi kuanguka. You're not waiting for his fall. Lakini anayetazamiwa. But the one we are looking at is the one who is standing. Kwa hiyo wakati unasimama. Therefore when you stand. Simama bila kiburi. Stand with no. Muombe Mungu akushike mkono. So that may God lift you. Ili ufike salama. So that you may get well there. Lakini ukisimama na kiburi. But when you stand with the pride. Utaanguka chini. You will fall. Mpaka utashangaa. You will want even one. Maisha ni safari. Life is a journey. Maisha ni safari. Life is a journey. Maisha ni safari. Life is a journey. Kwa hiyo mtu wa Mungu. And therefore servant of God. Ngangana. Continue. Pamoja na ziki. Together with all the struggles. Pamoja na mapito. Together with all the temptations. Nitoke umoja. For me to get out of umoja. Nifike hapa. To come here. Nimepita hapa Bicenta. I've gone through Bicenta. Nikatoka pale. I've gone through. Nikaingia pande hizi. And I came to these directions. Maisha ni safari. Life is a whole journey. Pale Bicenta kulikuwa na hali ya kuchangamka. Bicenta it was quite lakini nikija pande hii but when I came this hali side, ambayo iko ni ya kawaida. Tukikata kona hapa normal. Ni kanjia kadogo. It is so small road. Tukakutana na gari. And we met. Alafu ile gari katurudisha nyuma sisi. And it also made us go back. Na tulikuwa tumeanza and we had just begun already. Lakini tumerudia nyuma. But we went back. Unaweza kuwa umezania umeenda. Maybe you think you're lakini ukakutana na kisiki ambacho kinakurudisha tena nyuma. Lakini huvunjiki moyo. Tukaacha gari ipite. Alafu tukaingia tena kwenye hiyo barabara. Maisha ni safari. Life is a whole journey. Maisha ni safari. Life is a whole journey. Unapobarikiwa, when you got blessed, unapoinuliwa, when you're being lifted, Mungu akusaidie. May God help you. Kujua bado haujafika. No, you're not yet there. Leo unaangalia kwa kioo uko mrembo. Today you look at the mirror, you're looking so beautiful. Kwa sababu maisha ni safari. Because life is the journey. Kesho hii nyama itashuka. Tomorrow the ones that the beauty you have will go down. Itaanza kuwa na vitu hapa. Even your neck will begin having wrinkles. Maisha ni safari. Life is a journey. Unajiangalia sahi. Today you look at yourself. Mimi ndo mimi. And you say I'm the only one. Ukizunguruka hivi. When you move, go around. You say praise the Lord. Lakini hicho chenye unazania kiko kiko. But the one you think is so good. Kesho. Tomorrow. Kitakosekana. It will get lost. Uko na mkono unauacha wazi. You look at your hands. Na kifua unakiacha wazi mwanaume. You let your maisha ni safari. Life is a journey. Leo kifua kimepanuka. Today your chest is so big. Kesho kifua kitapanuka. But tomorrow your chest will utaanza kuvala nguo mpaka hapo. Tomorrow you'll begin putting on pull necks. Kwa sababu maisha. Because life ni safari. Is a journey. Kwa hiyo usiringe. Therefore don't kwa sababu unachanua nywele. Oh, you're having good hair. Kuitika. And kesho zitaanza kuishia hapo. Tomorrow they'll begin cutting themselves unakuwa natafuta hii nywele. Are you looking for this hair? Unakosa. And you don't have unaweka wigi kila siku. Begin putting on wig every day. Life safari. Is a journey. So tunaona watu wengine saizi ni vipara. We see today people are bald. Unazania balianzana vipara. Do you think they began they had their heads like that? Na niko na bashangama kwenda msalon. Even I wonder them when they go to kipara kabisa. They are really lakini utampata salon. But they'll go always to the salon and they don't have alianza na nywele. They had their hairs. Lakini hana nywele. But today you have nothing. Ulikuwa na nywele nyeusi. They had dark hair. Katikati ya barabara. Even in the middle of the road. It is now white.
hata uweke kanta, even if you'll put dye, baada ya wiki, after 1 week, mweupe, it's now white. Maisha ni safari. Life is a journey. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo tunapenda kumaliza. Therefore, as I'm going to finish, nataka uelewe hii. I want you to understand this. Hatujafika bado. We are not yet there. Lakini tunakaza mwendo. But we are pressing on. Kuchuchumilia mede ya mbinguni. Waiting on the ground that is awaiting for us. Katika kila jambo. That in everything, Mungu anabaki kuwa Mungu. the Lord remains to be God. Biblia inasema. The Bible says. Ayubu vitu vyote vilipotea. Job, everything got lost. Lakini Mungu akamrudishia. But God gave him back everything. Kuna kurejeshewa. There is a restoration. Hata kama vitu vimepotea. Even when everything has got lost. Kila muaminio. In every believer. Anaweza kukutana na uzito. That you have met heavy akakutana things. na vita. You have met lakini Mungu fights. hawezi kuruhusu uingie kaburini na machozi. Lazima atarudisha maradufu. Biblia inasema ya kuwa Mungu akamrudishia Ayubu maradufu. Jua ya kuwa Mungu anaenda kukurudishia vilivyopotea. Mungu anaenda kukurudishia katika jina la Yesu. Heshima iliyopotea Mungu anaenda kukurudishia. Amani iliyopotea Mungu anaenda kukurudishia. Furaha iliyopotea Mungu anaenda kuirudisha. Kila kilichopotea Mungu anaenda kukirudisha katika jina la Yesu. Pamoja na ziki, pamoja na taabu, lakini mwenye haki hata kufa kwa machozi. Kuna wakati Yakobo alizani ataingia kaburini kwa huzuni. Anasema naona mvi zangu zitaingia kaburini kwa machozi. Lakini hakujua Mungu anaenda kumrejesha na kwenda kukalia kiti cha ufalme pamoja na mtoto wake. Maisha ni safari. Life is a journey. Hata kama leo wanakucheka. Even if today they are laughing at you. Mungu anarudisha. But God is going to restore. Mungu atakurudisha. God is going to restore. Mungu atakurudisha. God will restore. Hautakufa. You will not die. Kabla haujagusa. Before you get what you hautakufa. You will not die. Kabla before haujagusa baraka you have got your blessings. Kuna baraka za Mungu because the blessings zinakuja katika maisha. They are coming in your life. Ayubu alitembea na Mungu. Job walked by with God. Akubali madharau. He accepted everything. Ayubu alijua. But what God knew. Kuna Mungu mbinguni. Is God in heaven. Anarudishaka. He will also restore. May we stand.